Video zilizopita tulizungumzia masuala ya nyota zinavyotawala. Kila nyota na horoka zake. Nyota ya kike ni ipi, ya kiume ni ipi? Tumeweza kugundua hilo kwa kuweza kuitafsiri kiundani, kisayansi pamoja kinajimu. Lakini leo ni mwendelezo wa masomo yetu ambayo tunakuja kuweza kutambua hulka za kila nyota, yani hulka kwa kila nyota, yani tabia ya nyota. Tuzitambue hulka za kila nyota na hulka zake na tabia zake, yani maelezo mafupi ya hulka ya kila nyota kwenye sayari. Nikizungumza sayari ni nyota. Sayari tushawahi kuzungumza huko nyuma, kama kuna planeti, kuna Pluto, kuna Mars, kuna Uranus. Kwa maana hiyo tunazungumzia sasa nyota. Shamsi, tunazungumzia Shamsi. Shamsi ni nyota inatawala kwenye nafasi ya kike, nafasi ya kiume. Ila Shamsi ni nyota ya kiume. Ila sasa Shamsi kwenye unajimu inamzungumzia mwanamke, inamzungumzia na mwanaume. Kwa mwanaume Shamsi anakuwa na tabia ya utawala, anapenda kutawala, hapendi kutawaliwa. Ikiwa yumo ndani ya nyumba, kama ni mume, basi hakika yeye anapenda kutawala mazingira yote, na kama ni bosi wa kazi, basi anapenda kutawala wafanyakazi wake kwa madaraka makubwa. Akiwa ni mmiliki wa jambo, anapenda kutawala kitu hicho anachokimiliki, hapendi kutawaliwa. Vile vile, kwa mfano, upo na huyu bwana mkubwa mwenye nyota hii, umeenda naye sehemu ya starehe, sehemu ile ukatoa pesa zako ili umlipie yeye, basi jambo hilo hatolipendelea. Kikubwa atakwambia, oho, nashukuru kwa kunihudumia, lakini wacha nitoe mwenyewe. Atatoa ya kwake, inawezekana atakupatia nawe ofa, maana wanapenda kutawala. Vile vile wanapenda maelewano, yani maelewano. Hawapendi vita, ingawaje ni wakali sana, lakini watu hawa hawapendi vita vya kuendelea. Labda uwe umemkosa pakubwa, ndio wanaweza kukaa mbali na wewe, lakini vita vyao vya haraka na kumaliza mara moja. Wanapenda maelewano, ni watu wenye kumiliki vitu vizuri vizuri, na watu hawapendi vitu vya kasoro, wanapenda vitu complete, lakini watawale wenyewe. Kwa mtazamo kwa mwanamke hupenda upendo, yani mapenzi kwanza, yani apendwe. Kwenye ukoo, kwenye jirani zake, choga zake, anapenda upendo. Ukimtilia kasoro kidogo tu, angalia hivyo, angalia vile alivyo, ana nywele zake mbaya, basi atashinda nalo jambo hilo siku nzima au siku tatu, atakuwa nalo kichwani mwake jambo hilo. Kitu gani? Kwa sababu umemwekea kasoro, yani kile kasoro ndogo. Japokuwa hata wanaume sifa hiyo wanayo wenye nyota hii, kwamba unapowafanyia kasoro yoyote ile watakuwa na discuss ndani kwa ndani, lakini mwanamke amezidi mara mbili yake. Ufupi, wanapenda upendo, watu hao wanapenda upendo sana. Lakini vile vile habari, yani kizungumza habari, wanapenda kuumbea, kufuatilia umbea. Yani umbea, kizungumza umbea, wanawake wale wanakuambia ubuyu. Hebu nipe ubuyu, kuna ubuyu gani? Yani hizi ndo tabia za watu wa Shamsi, wanapenda habari, wanapenda umbea. Vile vile ni watu wa kujiweka karibu sana na jamii zao, ndugu zao, ingawaji wakati mwingine bahati zao mbaya kwa kusemwa. Ila hawa ni watu wanaopenda upendo, lakini vile vile wanapendelea mambo ya kutaarifa, kujua mwenendo wa mtu au maeneo fulani. Vile vile wanapenda kupata na kutoa, yani wanapenda uamiliki. Huyu anafanana na sifa ya kiume, kwamba kumiliki, hawapendi kutawaliwa. Hata huyu mwanamke, ikiwa una mahusiano na mwanamke huyu, lakini umemkuta na kazi yake, na kazi yake kwamba anamiliki kazi fulani au kampuni fulani, umemuoa mwanamke huyu, basi usitegemee kwamba wewe utatoa chako tu siku zote. Hata yeye atakuwa anatoa kukugeia wewe na kufanya matumizi mengine. Watu hao
maneno ya vijana wanakuambia hawana mbambamba. Kwa ufupi, ukipata mwanamke huyu umestarehe sana. Hata ukipata mwanamume mwenye nyota hii umestarehe sana. Wanapenda wawe nacho na watoe. Chaneli yetu inafunza mengi, elimu, nasaha, tiba asilia. Somo letu ni hili sasa. Angalia mwanzo mpaka mwisho ili ufahamu masomo yetu. Hali kadhalika tunakwenda kwenye mlango mwingine ambao tunasema nyota ya Kamari. Nyota ya Kamari ni nyota ya kike. Shamsi ni nyota ya kiume, lakini una uhalisia wa mwanamke, ina uhalisia kwa mwanamke, ila nyota ya Kamari ni nyota ya kike. Kwa hiyo ni nyota ya Kamari ni mwezi, tunazungumzia maji, tunazungumzia tunazungumzia mchanga wa bahari, ili mradi hii ni nyota tunasema ya Kamari, ni nyota ya mwezi, ni nyota yenye rangi nyeupe. Nyota ya Shamsi ni rangi ya nyota ya njano, wekundu, zote zinaingiliana, lakini nyota complete ni nyota ya rangi ya dhahabu Shamsi, ila nyota ya Kamari tunasema ni nyota yenye utawala weupe, ni nyota nyeupe au mwanga mweupe. Ndugu yangu, nyota hii kwa mwanamume ana sifa, kwanza ni mkarimu, ni mpole, ni mwenye kusema ukweli, si mtu wa kudanganya, anachukia uovu. Lakini watu wengi wenye nyota ya Kamari wanakuwa na karma ya uonaji. Vile vile watu hawa sifa kuwa na makaazi nyumbani kwa mtu ama wazazi. Pia watu hawa juu ya sifa zao zote ni watu wanapenda kutawala ingali wanaishi kwenye mazingira ya kwao ama kwa mkwewe. Vile vile mtu huyu huwa ana sifa ya kutawala, lakini huwa anatawaliwa kimakaazi. Huwa anatawaliwa kimakaazi. Vile vile watu hawa hupendelea kukaa ndani sana, yaani hata kama atakwenda kazini, akirudi muda mwingi yuko ndani. Pia watu hawa wanakuwa ni watu wenye ukarimu kama nilivyozungumza mwanzo. Vile vile ni watu wanaochukia uovu. Vile vile ni watu wa nasaha, ni watu wenye fikra nzuri. Ni watu wenye fikra nzuri watu hawa bwana. Vile vile ni watu wenye hisia kali, ikiwa kwenye mahusiano, ikiwa kwenye kazi, ikiwa kwenye pirka yoyote, ni watu wenye hisia kali. Ukitaka ushauri mzuri, wafate watu hawa wa nyota ya Kamari. Ukitaka usaidizi wa fikra, wafate watu hawa, maana watu hawa kukaa kwao kimya ni kufanya tuseme kwamba anaweza kukaa nakaa ndani, lakini sasa ikawa ana mipangilio. Hakai tu kwamba yupo ndani katulia, amna. Yani ni watu wa mipangilio. Maneno ya vijana hawana mabamba, ni watu makini kwenye mipangilio yao maalumu, ni watu watawali wao, ni watu viongozi. Nyota ya Shamsi kule ni watu wajasiri, viongozi, lakini kasari zake zinatofautiana na nyota ya Kamari. Kila nyota ina kipaji chake, lakini leo hatutazungumzia vipaji, isipokuwa tutazungumzia sifa na tabia. Wengi wao wenye nyota ya Kamari kwanza wanafanania na mama zao, yani sura zao zinafanana na mama zao, watu wenye nyota ya Kamari. Vile vile wana hisia kali kwenye masuala ya mapenzi, huambii kitu. Kwenye masuala ya mapenzi wako vizuri, tena wana hisia kali. Kwa mtizamo mwanamke mwenye nyota ya Kamari, sifa ya kike, sifa ya safari za baharini. Watu hawa wanawake wenye nyota mlango wa Kamari wanapendelea sana kutembelea sehemu za pwani, sehemu za baharini. Hawajulikani weekend, hawajulikani siku za kawaida. Ikiwa umebanwa sana, basi utakuta weekend lazima uende sehemu za pwani, au siku za likizo wanapenda kukimbilia mazingira, wanaona raha, wafike kule ole tu wale mazingira, wacheze maji kidogo hivi, basi kwa wao inakuwa furaha. Ni vile vile watu hawa
wanapenda utulivu, wanapenda utulivu. Yani sifa ya wanawake wa nyota ya Qamar, wanapenda utulivu, hawapendi vurugu, hata usemaji wao wa taratibu. Wanapenda kulalamika, lakini kujua kulalamika kwao, wanalalamika kwa utaratibu, sio fujo. Na vile vile wanapenda utulivu. Ni watu wasomi, ni watu wenye ujuzi, ni watu wenye kubeba kumbukumbu. Ina maana hata kama unamkuta mtu kama huyo ni msomi, basi kweli huyo mtu ni anakuwa na mwenye maarifa na mwenye kufanikisha kwenye masomo yake. Watu hapa ni hodari sana. Na mtu huyu ukimkuta kiongozi kweli, na ukimkuta daktari kweli, na mtu huyu ukimkuta na falsafa yoyote anasimamia, basi akiwa ni hakimu, basi ni hakimu wa kweli, hana mambamba, hana rushwa. Tutizame katika mlango mwingine ambao mlango wa Mirhi, nyota ya awali ya Mirhi, na vile vile kuna nyota ya mlango wa 8 tunasema Akrab wa Mirhi. Kwa hiyo nyota ya Mirhi kuna aina mbili, ya maji na moto, lakini hapo tunazungumzia sifa zao. Wewe mwenye nyota ya Mirhi, mara nyingi kwa mwanaume sifa ya mwanzo wa jambo ni ajali. Watu hawa tunaita kichwa ngumu. Kwanza ni wakorofi, wakati mwingine kitabia na mwenendo. Iwe ni Mirhi ya Akrabu, iwe Mirhi ya nyota ya Zoha ya punda ya nyota ya kwanza, watu hawa wanakuwa vichwa ngumu. Vile vile watu hawa wanapenda upinzani, wanapenda uvurugu, wababe, vichwa ngumu. Hususa watu hawa wanapokuwa wanakuwa na usafiri, mara nyingi wanapata ajali mara kwa mara, na sio kama kwenye usafiri tu, kama mfano bodaboda, gari na halikadhalika. Hata ikiwa yupo kwenye makazi yake ya kwenye harakati za kazi, ikiwa ni fundi seremala, basi mara nyingi ndio wanajipiga nyundo hata mkononi kibahati mbaya, au kujigonga na msumari au nyundo. Ikiwa ni mtu wa gereji, basi hata ule moto au kitu gani za kajiunguza kibahati mbaya. Watu hawa mara nyingi hupata athari ya ajali mara kwa mara. Ama kwenye matukio ya kijamii, ni watu wasiokuwa na bahati wakati mwingine kusingiziwa kesi, lakini wanakuwa na uwezo wa kupatua kesi na kushinda. Ni wapiganaji mashuhuri kwenye vita na hushinda katika hayo. Kwa upande wa mtazamo wa wanawake, nyota ya Mirhi wanakuwa wana sifa ya mapambano, wana sifa za mapambano. Yani hawa watu hawajalegea, yani wakati wowote ni vita tu wao. Lakini wakati mwingine wanakuwa ni wastaarabu wa tabia, lakini ukiwachomoa utajiuliza, huyu mwanamke ni yule ambaye nilomjua mimi au ni mwingine? Yani maneno ya vijana utauona upande wangu wa pili, yani utasema ule uzuri wake wote unakaa pembeni kwa anavyokasirika na kwa kama mbogo. Wanawake hawa kwenye mapambano wanakuwa ni mahodari, ni mashujaa na wenye kushinda vita, hususan mwenye mlango wa kwanza na mlango wa 8, mlango wa Akrab wa Mirhi. Vita vya kumwaga damu, tena wakipambana watu hawa, yani hariziki mpaka aione damu ya mtu japo kidogo tu imetoka damu, ndo anarizika. Sifa hizi kwa mwanamume, sifa hizi kwa mwanamke. Watu wenye nyota mlango wa Mirhi hulka zao ni hizo, lakini ni vile vile ni watu wa mstari wa kwanza kufanikisha mambo. Mwenye mlango huu wa Mirhi, iwe wa kiume iwe ni wa kike, ni watu wa mwanzo wa kufanikisha majambo. Kwenye ushindani ni mara ya mwanzo kufanikisha, iwe ni jambo lolote lile wanaosafiria. Kwenye upinzani, basi hawa ni wa kwanza kushinda. Tuende kwenye Utwaridi. Utwaridi tutazungumzia kike na kiume vile vile. Utwaridi kuna nyota tunasema ya upepo ambao Jauzai, na kuna Utwaridi Sumblat wa Utwaridi, nyota ambayo ya udongo ambayo unatokana na maji ya mto. Jamani, fuatilieni masomo yangu kwa makini. Si watu wengi wenye kujua hizi nyota, watu wengine wababaishaji, wana copy na kupesa, wanaruza mitandaoni. Pia ndugu yangu, ikiwa wewe una shida mbalimbali, unataka kujua nyota yako kiundani, unaweza kunitafuta, lakini kuna gharama yake nitakuelekeza. Ukikubaliana na hilo, basi nitakuweza kutafsiria nyota yako vizuri
na mipangilio vizuri, nitakufahamisha vya kufanya na utafanikisha kupitia nyota yako. Ndugu yangu, si kila mwenye kutamka neno ana ujuzi nalo. Utwaridi Mercury kama nilivyozungumza, kwa kiume sifa za ndugu, udugu, safari ndogo ndogo. Sifa za udugu, safari ndogo ndogo, kipaji maalum kiakili. Watu hawa kwanza wana akili kali sana, wana akili wa kuchanganya watu wenye nyota nyingine. Watu hawa na maarifa wa kuweza kuwazidi watu wenye nyota nyingine. Watu wa utwaridi, ima mlango wa 6, ima mlango wa 3, ima mashuke, ima jauzai, ni watu wenye maarifa makubwa sana. Kwanza hupendelea safari zao ndogo ndogo, yaani ametoka hapa kaenda hapa amerudi, katoka kaenda hapa amerudi, katoka hapa kaenda hapa, lakini safari zao za mafanikio, hawatoki tu bila sababu maalum. Wakitoka wanatoa kwa misingi maalum, hawapotezi pesa zao, hawapotezi muda wao. Muda kwa wao ni mali. Vile vile wana kipaji kikubwa cha uelewa, wana uwezo wa kutungia uongo wakausuka wewe ukasema ni ukweli. Yaani unaweza kusukia uongo wewe ukaamini ni ukweli. Umeona? Vile vile wana kipaji wa kutunga maudhui, ima maudhui ya mtandaoni, ima nyimbo, ama usanii wa aina yote. Hawa watu wako vizuri. Pia katika nyota ambazo za mapato, hususan katika nyota hii utwari mlango wa 6 huwa anapata zaidi. Wana uwezo wa kuvuta watu kwenye kazi zao, pirika zao. Pia wana vipaji vya elimu. Watu hao utakuta na elimu 3, 4, 5. Kama itakuwa wanafanya bidii katika masomo, basi watu hao mara nyingi wanafanikisha kwenye masomo yao. Unawakuta wana elimu, kama ni lugha, wana lugha 2 mpaka 3. Wanapendelea sana kujifunza. Watu hao wana vipaji kugundua mambo mbalimbali yalofichikana, lakini zaidi tutakuja zungumza masuala ya kipaji kwenye video za mbele yake. Leo tunazungumza zile hulka tu, ni tabia. Kwa uchache ni tabia ni hizo. Kwa mwanamke, mbegu za uzazi zinakuwa ni hafifu. Kwa mwanamke hususan mlango wa 3, mbegu za uzazi zinakuwa ni hafifu. Sasa hapo utakuta kwa mtaalamu mwingine ukienda unasema wewe umerogwa bwana, wewe umetupiwa jini bwana, wewe hivi bwana, wewe kumbe wala kwamba naturally nyota yake kwamba atumie dawa maalumu zinaweza zikamfanya zikaboost mbegu zake kupata kizazi kwa wepesi. Lakini unaweza kwenda kwa mganga ambaye hana utaalamu au mtabibu hana elimu hiyo, akakuzushia mambo ukaamini, ukampa pesa akatafuna bure, ukweli akauficha. Kwa maana hiyo watu wengi wenye mlango wa 3, mlango wa jauzai wa kike, kwa mwanamke mara nyingi wanakuwa na changamoto za uzazi. Kwa hiyo huyo ana mbinu zake za kufanya ukaboost kizazi kikae sawa. Kwa mlango huu wa utwari kwa mwanamke, mlango wa 6 wana kifungo kishiriki. Unaona tofauti? Huu mlango wa utwari, lakini mlango wa 3 hujauzaa. Mlango wa 6 ni mashuke. Hawa mlango wa 6 ambao ni Virgo, mlango wa mashuke, hawa ndio wanafanyiwa ushirikina. Mara nyingi wanakuwa wanafanyiwa ushirikina kwenye masuala ya kizazi, kwenye masuala ya ndoa, kwenye masuala ya mahangaiko. Hawa watu wanafanyiwa lakini wana vipaji vikubwa vya uelewa. Wana vipaji vikubwa vya uelewa na wana vipaji wa kufanikisha mambo mbalimbali. Pia wana fikra nzuri. Huwezi kuwapelekesha tu, hata kuwapelekea hoja au jambo wanakaa wanalifikiria, hawakurupuki tu kulifuata. Hiyo mlango wa 3, hiyo mlango wa 6. Zaidi unataka kujua, nitafute kwa namba zangu za simu zinazopita hapo mbele. Tunaendelea kwenye mushtara. Mushtara kuna kiume, kuna sifa ya kike. Tunazungumzia milango yote. Tunaanza sifa ya kiume, mfano wake. Sifa za mapambo, sheria. Watu wenye nyota ya Jupiter ambao tunasema ni nyota ya mshale, ni nyota ya moto. Tunasema watu hawa wanakuwa wana tabia ya mambo ya kisheria. Mambo yao mengi wana sheria.
huwapelekei tu hoja yoyote kijingajinga, ama uwapelekeshe tu hivi na vile, hamna. Wanakwenda sana na sheria. Mtu huyu hata akimiliki mtu mfano mke, basi ndoa yake mara nyingi anaweka sheria mbele. Akimiliki kampuni ama kazi, mara nyingi hana cha urafiki wala cha nini, anafuata sheria alizoziweka. Ukifanya kinyume na sheria alizoziweka, basi atakutimua, awe huyu muhusika ni mwanamke au ni mwanaume mwenye nyota hii ya Jupiter. Hii ni sifa ya moto, hiyo ni sifa ya moto. Hawa wana tabia ya sheria kwanza, hiyo ndiyo tabia yao. Tabia ya pili, dini, safari ndefu. Hawa wanakuwa, ukimkuta Mkristo kweli na ukimkuta Muislamu kweli. Watu wenye nyota ya Mushtara ambaye ni mlango wa 9, mlango wa Kausaidi, ukiwakuta kwenye dini, ikiwa ni Mkristo utamkuta Mkristo wa kweli, na ukimkuta Muislamu utamkuta shekhe wa kweli. Watu hawa wana kipaji hicho, wana karma hizo kwenye masuala ya kidini. Lakini vile vile hupenda safari. Safari zao sio fupi kama nyota ya Mashuke ama Jauzai. Safari zao huwa za mbali, yani wanapenda mitoko, kama leo kwenda Dar es Salaam, kwenda Afrika Kusini, kwenda wapi, safari za ndefu. Tena hujipanga kiasi fulani hichi na kitenga kwa ajili ya safari fulani. Atachukua mafurushi yake, atachukua majambo yake, atakusanya hichi, atakusanya kile, ili mradi kwenye safari yake awe amecontrol ile safari yake nzima. Watu hawa wako vizuri juu ya hilo. Kwa upande wa kike tunasema Huti wa Mushtara, nyota ya kike, hiyo kwa mwanamke, hiyo kwa mwanaume. Uadui na elimu ya dini. Hawa mara nyingi hufanyiwa uadui. Hawa hufanyiwa uadui sana na majirani, wapita njia sana, huonolewa uadui. Watu hawa wanauelewa wa kiundani. Watu hawa wanabarikiwa mambo mengi sana kwenye maisha yao. Watu hawa wana falsafa ya ulimi, uongeaji. Kinachowaponza sana katika uongeaji wao ndio mara nyingi hupata maadui. Vile vile watu hao kwa na elimu, basi wana elimu ya kweli. Ukikuta mtu kama mfano nyota ya Mushtara mlango wa 9 ule, basi na hawa vile vile kwa na elimu ya dini. Ukimkuta padri kweli, ukimkuta shehe kweli. Watu hawa na taaluma kubwa kwenye falsafa ya elimu. Watu hawa wako vizuri kwenye falsafa za elimu, na watu hawa ni wazuri sana kwenye mienendo yao ya biashara, kwenye kazi zao kwa ujumla. Pia watu hawa ni wakarimu. Ukiona shida kuwafuata hawa, watakuhoji, lakini mwisho wa siku watakupatia msaada, kwani ni watu wachambuzi na wadadisi kiundani. Twende mlango wa Zuhura. Zuhura kuna Venus, vile vile kuna Mizani na wasura wa Dhuhura, mlango wa 2 na mlango wa 7. Mlango wa 2 na mlango wa 7, wasura wa Dhuhura na Mizani, nyota ya upepo. Kiume, sifa za ndoa na mapambo. Kwa nyota ya Mizani unasema ikiwa mwanamke ikiwa mwanamume, lakini mlango wa Mizani sifa yao kubwa ya ndoa. Wanapenda ndoa mwanzo, hawapendi uzinzi. Hawapendi mambo ya uzinzi. Ukikuta mwanamke mwenye mlango huu, basi unaweza ukamshawishi nitakuoa na nini, ukachukua na ukafanya uzinzi kwa kumhadaa. Yaani ukimtajia tu swala la ndoa, basi umebeba mazima mtu mwenye nyota hii mlango wa Mizani mlango wa 7. Ukimkuta mwanamke, basi ukimtajia swala lazima la ndoa ili kumuoa, basi umembeba mazima. Na ukimkuta mwanaume mwenye mlango huu, vile vile tabia yake kubwa ni kuhadaa wanawake kwa njia za kuwaoa. Vile vile watu hawa wanakuwa wanapata pesa nyingi, zinaishia kwenye masuala yao ya anasa, mambo ya urembo na mambo ya kuhonga watu wa namna nyota hii. Lakini vile vile ukimkuta mwanamke, basi anajipamba kupitiliza, na ukimkuta mwanaume, basi anapenda, watu wanaita bisho, anapenda mavazi, yani kujinawirisha kimavazi,
kimitindo ya kijamii, hawajalala maneno ya watu. Tukija kwenye sura wa Zuhura, mlango wa nyota ya kike, lakini kwa sifa ya mwanamke, kwa sifa ya mwanaume, lakini kwenye mlango wa kike ambayo ni mlango wa pili. Ule uliopita mlango wa 7, huu ni mlango wa pili. Utamkuta mwanamke sifa ya hali bora kimaisha. Unamkuta mwanamke ana hali nzuri ya maisha, yani ana pesa nzuri, ikiwa ni mwanamke, ikiwa ni mwanaume mwenye mlango wa pili ambao tunasema mlango wa kike, sura wa Dhuhur ambayo inatawala siku ya Ijumaa. Watu hawa wanakuwa na nyota nzuri, isipokuwa wakati mwingine wanakuwa na changamoto za kutoendelea na shughuli moja. Basi watu hawa wakibadilisha mwenendo, wakawa wanadili na shughuli moja, wanapata mafanikio kwa yale wanayosimamia. Watu hawa vile vile wana mvuto wa kiasili. Wafungue njugu, basi watapata, watauza na watamaliza mara moja. Biashara yote watakayosimamia, watu hawa wanakuwa wana uwezo mkubwa wa kufanikisha kwenye mauzo. Ingawaje kila mtu na nyota yake na kazi zake maalum, mtu akizifanya kazi rasmi maalumu anafanikisha zaidi, lakini watu hawa wana bahati katika kuweka na kuuza. Vile vile ni watu wenye kupenda kujipamba. Vile vile watu hawa wanachukia usaliti. Pia watu hawa wakipenda, wamependa kweli. Twende mlango wa Zohari, mlango wa 7 ambao kuna sifa ya kike na sifa ya kiume. Sifa ya kike mlango wa 10 unasema kwa mwanamke na mwanaume wanapenda sifa ya kirafiki, ugunduzi, kisayansi. Watu hawa ukisikia wale wa engineer wenye kugundua masuala baadhi, wale wa engineer ni wagunduzi wa mambo, pengine umeme wa mtaro, kutengeneza umeme wa mtaro, au wamegundua kitu fulani hivi kwenye jamii au kuunda jambo fulani, basi watu hawa wenye mlango wa Zohari, mlango wa kiume ambao tunasema mlango wa 10, hawa wanakuwa wagunduzi wa mambo tofauti tofauti kwenye jamii. Ni watu wagunduzi, ni watu wenye maarifa mengi, wenye akili nyingi, ni watu wenye kugundua mambo mengi. Vile vile ni watu wenye ujuzi wa kinajimu. Watu hawa wana sifa ya ugunduzi wa kinajimu. Watu hawa vile vile wakitamka neno hii mazuri ama baya, huwa kuna hulka ya kule jambo kutokezea. Kauli yao huwa nzito katika matamshi, kwani ni mlango wa Zohari, iwe ni mlango Dalu wa Zohari au iwe Jadil wa Zohari. Watu hawa huwa wana kauli, wakitamka yuma nzuri ama mbaya, mtu humfika. Hii inatokana na sayari ya uzito wa sayari au itikadi ya nyota hii ya Zohari. Pia ni wagunduzi wazuri, pia wenye misimamo. Akisema jambo fulani sitaki, basi hataki. Akisema jambo fulani tufanye hivi, basi ufanye. Usipofanya anakutenga mapema, anakukota moja kwa moja. Hawarudi nyuma. Hawa watu wako makini juu ya misimamo yao. Ndugu yangu, vile vile kwa mlango wa kike ambao mlango wa 10 kama tulivyozungumza, sifa za kuwa imara, ushindi katika vita. Wanapenda kujiimarisha kila leo, wanapenda kuji-update. Tunasema software, computer, labda Windows ama software aina yote ile nyingine. Wanapenda kuji-update. Hawapendi kuwa leo wako pale. Yaani ukimkuta leo kavaa nguo hii, basi jione na nguo hivi, asubuhi mkuta na nguo hii, jione na nguo nyingine. Yaani ukimkuta wiki hii na simu hii, basi wiki inayofuata katabadilisha simu, au atatia japo cover, au atabadilisha tu mtindo au zims ya ile simu. Zims, yani muonekano wa ile simu. Yaani ni watu wasiokuwa na hatua moja. Wanapenda kubadilika mara kwa mara. Sio watu wa kuwakuta na hali moja. Nyota hii, nyota ya Satani, lakini pia nyota hii ndiyo inotawala watu wengi wanaogombea urais na kupata urais. Watu hawa wengi kugombea urais na kupata urais ama uongozi, ni mara moja watu nyota hii wanafanikisha kupata uongozi kulingana na nyota yao ilivyo. Watu wa Satani.
Sifa za kuwa imara na ushindi katika vita. Watu hawa hata kama kwenye vita au migogoro, ni watu wanaibuka kidedea, ni watu wa mwanzo kuibuka kidedea. Ina maana hata kama kwenye mvutano wa jambo fulani, watu hao wakizungumza serious, basi hawa watu wanaibuka kidedea, iwe mvutano wa maneno, iwe mvutano ya kimwili. Watu hawa kwa hodari, iwe mwanamke iwe mwanaume, mwenye nyota hii ni hodari katika kulenga shabaha yake. Vile vile wanapenda kutawala, hawapendi kutawaliwa. Huyu anataka kufanana na nyota ile ya Shams, nyota ya Simba. Hawapendi kutawaliwa, wanapenda kutawala, yani kumiliki jambo, kumiliki ardhi yake. Hapendi kushare na mtu kwamba bwana tushirikiane tununue eneo fulani. Atakwambia atafuta la kwako na mimi tafuta langu. Hawapendi kushare na mtu, hawapendi mlolongo mrefu. Ni watu wenye kutumia akili kabla ya kutenda mambo yao. Vile vile ni watu matajiri. Kama nilivyozungumza, nyota hizi mara nyingi ndio wanazotawala maraisi. Maraisi ndio mara nyingi wanatawala nyota hizi za zohali. Nyota ya zohali, mlango wa 10, mlango wa 11. Watu hawa mara nyingi huwa wana upeo wa kifedha, wana upeo wa kiakili. Vile vile nyota hizi zinakuwa zinamiliki ufahari. Kizungu ufahari ni utajiri. Ila tutakuja chambua siku za mbele nyota moja moja, nyota hii sifa yake kubwa ni ipi kiundani zaidi. Tutakuja chambua siku za mbele, na kwenye masuala ya nyota ipi ya kitajiri zaidi, nyota ipi ya umaskini zaidi, nyota ipi iko vipi, tutakuja chambua moja moja siku za mbele. Na ndugu yangu, tumalizie hapa katika hii video. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia, na kama hujasubscribe, subscribe sasa, share na wengine wapate kujifunza haya masomo. Vile vile ukitaka kuitambua nyota yako kiundani, chukua namba yangu ya simu, nipigie, nitakutajia idadi ya thamani ya kuchangia, ndiyo niangalie nyota yako. Nitakutizamia nyota yako vizuri na nitakupa athari zake na faida yake ili uweze kunufaika kupitia nyota yako. Asante.